Hello my fellow viewers, it's a pleasure, good evening. Na leo hii tuko ndani ya Jomvu Constituency Bahati Residence, na leo tulikuwa na kitu inaitwa village meeting, ambapo leo hii mimi kama minister wako, kama nahodha nilikuwa naendesha gari hili, na leo hii tulikuwa na mkutano mdogo wa kujua je, community ya ndani ya Jomvu Constituency wamejiandaa vipi katika mambo na michuano hizi tunazozingoja. Maana mikutano ni mingi, wanasiasa watakuja wengi, na je katika mambo na uongozi wanaamua vipi? Maana sasa watu walikuwa wanasema ya kwamba hayati Raila Odinga ametuacha, lakini je tumekoma kufanya hizi mikutano? La, lakini leo hii nimetua gumosi gupili hadi ndani ya Bahati Residence, tukiwa ndani ya Redeemed Gospel Church mtaa huu wa Bahati Residence, ambapo leo hii tulikuwa na mkutano mdogo na tukiwa na madamu wetu hapa, ambapo alikuwa anatueleza mengi kuhusu mambo na kubenefit ndani ya vikundi, na pia ameweza kuhimiza vikundi vingi ya kwamba hii ukiwa katika ndani ya kikundi ni jambo gani, ama wewe kama member utakuwa una benefit vipi. Atatuambia majina yake kamili, anatokea wapi, na je yeye ni kiongozi wa wapi, na je kama ni mkazi wa huku ama pia ni mgeni kama mimi. Karibu, naomba tuambie majina yako kamili na unatoka mtaa gani? Naam, kwa majina naitwa Halima Ali, ni mkazi wa Jomvu na ni kiongozi wa uchumi bora mashinani katika Coast Region. Leo namshukuru Mwenyezi Mungu nimeweza kufika Jomvu, maeneo ya Bahati, na lengo hasa ilikuwa ni kuongea na wananchi ama jamii ya chini kuhusiana na vipi wataweza kujiendelezesha yani katika maisha yao, kwa sababu kama tunavyojua ni changamoto nyingi sana ambazo zinapata jamii wa mashinani ama watu wa mashinani, hususan sana kwa upande wa watoto masomo yao, pia kina mama katika biashara zao, vikundi wanavyo lakini pesa hawapati. Sasa tulikuwa katika mjadala kama huo ili kuangalia ni jinsi gani kina mama kama hawa ambao walisisitizwa ama walihamasishwa waweze kuchukua certificate za vikundi, wamechukua, wamekaa nazo, lakini kwao imekuwa ni mzigo, kwa sababu hakuna chochote ambacho wanafaidika kupitia zile certificate ambazo wako nazo za vikundi. Tumekuwa katika mjadala kama huo, na pia tukazungumzia kuhusu jinsi gani viongozi waweze kuja pamoja, waweze kuwaunga kina mama kama hawa mikono, kwa sababu kina mama kama hawa kiimarishwa ndio na wao wataweza kuimarisha jamii zao, wataweza kuimarisha watoto wao. Hivi sasa hivi wanafunga mashule, lakini Mungu akipenda baada ya miezi miwili watoto watatarajiwa kurudi mashule. Ni wengi sana ambao nimeweza kuongea na wao. Wengine wanalalamika changamoto ni uniform, wengine wanalalamika changamoto ni vitabu, wengine wanalalamika watoto wao wanafunga mashule lakini pia bado wako ndani ya madeni. Jamani viongozi, nikiwa kama kiongozi wa uchumi bora mashinani ambaye iko ndani ya One Nation Alliance huku sehemu za Coast Region, ningeomba viongozi wenzangu tujumuike pamoja, na kama ni mashirika pia yaje pamoja, angalau watoto ambao wanatoka jamii maskini baada ya hii miezi miwili wawe na wao pia wataweza kuingia mashule, na wao pia waweze kusoma na waweze kufurahi kama wengine vile wanavyofurahi na kufurahikia maisha. Kwa kweli ni jambo la kusikitika sana ukiangalia kina mama wana watoto, lakini saa zote wameshika tama, hawajui watoto wao watakula nini. Na hawa watoto tukizingatia ndio viongozi wa baadaye. Sisi sasa hivi tunaendelea kukua, ama viongozi ambao wako mamlakani wanaendelea kukua. Nadhani ni siku 2-3 tumeondokewa na baba yetu Raila. Mpaka sasa hivi hatujajua ni kiongozi gani ambaye ataweza kuziba lile pengo lake. Mpaka sasa hivi ambaye ataweza kuziba lile pengo. Tuko na viongozi, lakini kama hatutaandaa hawa watoto ambao wanakuwa sasa hivi kuweza kuwaboresha maisha yao, ni nani atakaye kuja kuwa kiongozi wa hili taifa siku zinazokuja? Tuko na mheshimiwa wetu rais, ni Mheshimiwa Ruto, tuko naye na tunashukuru uongozi wake, na pia tunashukuru moyo wake wa kujitolea
na hasa kama vile alivyofanya juzi kusimamia ya mazishi ya baba bila ya ubaguzi, bila ya nini. Tunashukuru, lakini pia tunataka tupate vijana ambao pia wao watainuka na wao pia wataweza kuvaa kiatu kama kila alichokivaa baba yetu hayati Raila ambaye ameondoka, na rais wetu ambaye sasa hivi yuko mamlakani. Tupate watoto ambao pia wao wataweza kuwa viongozi jasiri kama hawa ambao wako mamlakani sasa hivi. Ikiwa hatutaweza kupata ama hatutaweza kuwaimarisha hawa watoto, basi tujue kwa sisi tutaondoka na hatujui hii dunia tutaiacha katika hali gani. Asanteni sana. Asante sana. Huyo alikuwa ni Bi Halima. Samahani. Huyo alikuwa ni Bi Halima, spokeswoman kutoka Coast Region, ambaye ndiye kiongozi anayeongoza kikosi cha uchumi bora mashinani ndani ya Mombasa, ndani ya Coast Region nzima ya Mombasa. Na tukinaenda kwenye break tutaenda kupatana na kiongozi wa dini ambaye wengi wanamfahamu kama Mr. Muhammad, lakini mimi sinamfahamu. Okay, tumerudi kutoka kwenye break na nimekuambia kwamba tutakuwa na kiongozi ambaye ni kiongozi wa dini. Atatuambia majina yake kamili, anatoka mtaa gani, ama je yeye ni mkazi wa hapa. Alafu baada hapo atatuambia katika mkutano huu wa leo ulioandaliwa ndani ya Redeemed hapa ndani ya Bahati Residence, atatuambia je yeye ana maoni gani na je ana vision gani ya mbele katika mkutano huu wa leo. Naomba tuambie majina yako kamili, unatokea mtaa gani, na je wewe kama kiongozi unasimamia kitengo gani? Kwa majina naitwa Mohamed Hamis. Mimi ni kiongozi wa dini wa Coast Region na coordinator Mombasa County uchumi bora mashinani. Nimefurahi sana kwa mkutano wa leo ambao tumeweza kualikwa na ndugu yetu Mr. Michael. Mkutano huu kwa kweli umezungumzia mambo mazuri kuhusiana na watu wetu, hasa malengo ambayo sisi tuko nayo wa National Alliance, ambao iko ndani au chini yake kuna uchumi bora mashinani. Sisi mimi kama kiongozi wa dini nikizungumzia sisi kwamba hii wa National Alliance tumezungumzia kila nyanja. Nitazungumzia katika nyanja yangu ya upande wa dini. Upande wa dini tumeangazia kuhusiana na masuala ya nyumba za Mungu. Nyumba za Mungu zimesahauliwa sana. Katika serikali kila kitu lazima Mungu awe mbele. Kila jambo lazima Mungu awe mbele, lakini wakati wa mambo ambao ni ya kiserikali ama watu binafsi, umtanguliza Mungu wakati kwa matatizo. Yakiondokea wamesahau. Mimi ningependa kuita viongozi wote waweze kukumbuka nyumba za Mungu ziweze kujengwa, zisimame vizuri. Wale ambao ni Waislamu, kama mimi ni Muislamu, misikiti ijengwe. Mimi nasimamia masuala hayo. Misikiti ipate kujengwa, na ita viongozi wote wa Kiislamu waweze kuja pamoja na kujenga nyumba za Mungu, na pia kuweka mafunzo kule ya dini ili vijana wapate kunuka na maadili mazuri. Kwa sababu bila kupata mafunzo ya kidini, jamii huwa inaharibika. Na vile pia upande wa ndugu zetu wa Kristo, pia na waaji wote wale ambao ni wasimamizi wa Kikristo, pia na wao kulingana na imani yao kwa Mungu bado pia wako na nyumba za kuabudu, na wao pia nawaita kwamba waweze kushikana na waweze kushirikiana. Maana yake tukua na mwenzangu mdogo wangu ambaye ni Mkristo, anasomea upande wa dini ya Kikristo. Yeye atashika upande ule na mimi nashika upande wa Waislamu ili tuweze kusongea mbele. Na pia vijana ambao ni wa Kikristo, wao wamewekewa katika mafunzo ambayo wataweza kupata mafunzo bora ili tuweze kupata jamii ambayo ni jamii yenye mustakabali mwema baadaye. Asante sana, na acha niregeshe microphone kwa wenzangu. Okay, asante sana. Huyo alikuwa ni Mr. Muhammad kutoka coordinator kutoka uchumi bora mashinani, yani One National Alliance, ambapo yeye ndiye wanaongoza katika mchuano hii kuongoza wananchi na kuambia je, sisi kama wananchi tunapaswa kuwa na umoja, upendo na tunapaswa kuidumisha kila mara kwa mara. Tutukutane tena next time, same place, same channel. Nikikuwa na hoda wako Minister Michael kutoka kazi wa huko Mombasa. Una watch Boss Haj TV. Asante sana.